Ninaangalia teknolojia hii mpya ya beji. Mheshimiwa Spika, sisi ni binadamu, kuna kupoteza, lakini najaribu kuangalia kakapini huku nyuma. Uhai wetu ni miaka 5 bungeni. Kila siku nabadilisha nguo, naweka kengine, kuna wengine naweka kwenye nguo nyingine, wengine wanabadilisha mara 3 kwa siku. Sasa najiuliza, kakipotea ama kakivunjika hii pini, kuna utaratibu mwingine tutapewa kwamba tunaweza kupewa vingine au namna gani? Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Msukuma, kwa sasa nitakushauri usipoteze hiyo beji. Naam, ilikuwa ni mazungumzo hayo, wabunge wakiulizia hizo pini ambazo ni za utambulisho waliopewa, basi ni kwa namna gani zikipotea iweje, na ni ushauri kutoka kwa spika kwamba havitakiwi kupotea. Mwambie Mheshimiwa Msukuma hutakiwi kupoteza. Bado ni mazungumzo ambayo yanasubiriwa hapa ili kutoa mwongozo wakati kura zikihesabiwa ili maisha yaendelee. Tulikuwa tukizungumza kuhusiana na Mwigulu Nchemba, lakini pia kwa nafasi ambayo anakwenda kuichukua kama waziri mkuu wa 12 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumezungumza mwanzoni kuhusiana na waziri mkuu wa kwanza wa Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye alikuwa waziri mkuu kuanzia tarehe 9 Disemba mwaka 1961 na akaondoka mwaka 1962. Kitazama kwa haraka hapo unaweza kudhani ni mwaka mmoja, lakini haikutimia hata siku 50. Ilikuwa kama siku 40 na kitu hivi, kwa sababu aliacha nafasi hiyo mwaka 1962 tarehe 22 Januari. Kwa hiyo unaweza kupiga hesabu hapo kuanzia tarehe 9 Desemba mpaka tarehe 22 Januari akaiacha nafasi hiyo kwa Mfalme Rashid Kawawa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo mwanzoni nilitaja kama mwaka mmoja hivi, lakini ni siku 44 kwa hesabu zinapokwenda hapo mpaka kufikia kipindi ambacho waziri mkuu wa kwanza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alihudumu katika nafasi hiyo, yeye akifungua lango kabla nchi yetu haijawa jamhuri. Na ilipokuwa jamhuri Desemba 9 mwaka 1962 akarejea kuwa rais wa Tanganyika, na wadhifa wa waziri mkuu akaendelea nao mzee Mfalme Rashid Kawawa. EuroAsia Universities Limited. Je, wewe ni mwanafunzi uliyefanya maombi ya vyuo na haujachaguliwa, au umechaguliwa kozi ambayo haikuwa ndoto yako? Na je, wajua kuwa nchi za wenzetu kama vile China, UK, US, Canada, Romania na Poland wana Januari, March na September intake? Ondoa shaka, EuroAsia Universities Limited iliyosajiliwa na TCU ipo kwa ajili yako. Tunakuunganisha na vyuo vikuu nje ya nchi kupata kozi ya ndoto yako kwa gharama nafuu kabisa na kwa haraka zaidi. Pia kwa wale waliomaliza degree wanaweza kujiunga na vyuo vyetu marafiki vya Ulaya na kuweza kuendelea na masters huku wakifanya kazi, na hivyo kuweza kuchangia ama kulipa gharama za masomo bila kumsumbua mzazi. Tupigie simu 0765767556 au 0653310603 au tembelea ofisi zetu za EuroAsia Universities Limited zilizopo Sky City Mall, Ardhi Road, karibu na Mlimani City, Dar es Salaam. Lakini pia tupo Mshindo Iringa, Dodoma Road. EuroAsia, tunakata kiu yako.